Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti kutoka katika gazeti la Kiyahudi la Jerusalem Post zinadai kwamba Pakistan imetuma maelfu ya wanajeshi na kikosi cha ndege kwenda Saudi Arabia katika kipindi cha vita vya Iran. Kutumwa huko kunaelezewa kuwa ni kikosi kikubwa chenye uwezo wa kivita kilichokusudiwa kuisaidia jeshi la Saudi Arabia ikiwa ufalme huo utashambuliwa zaidi. Pakistan inatajwa kupitia gazeti la Jerusalem Post la nchini Israel kwamba imetuma wanajeshi 8,000, kikosi cha ndege za kivita na mfumo wa ulinzi wa anga hadi Saudi Arabia chini ya makubaliano ya ulinzi wa pande zote na kuongeza ushirikiano wa kijeshi na Riyadh, hata kama Islamabad inatumika kama mpatanishi mkuu katika vita vya Iran. Kutumwa huko ambako kiwango chake kamili kimeripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Jerusalem Post kimethibitishwa na maafisa watatu wa usalama na vyanzo viwili vya serikali, kwa mujibu wa Jerusalem Post, ambao wote walielezea kuwa ni kikosi kikubwa chenye uwezo wa kupambana na lengo la kuisaidia jeshi la Saudia ikiwa ufalme huo ungekabiliwa na mashambulizi zaidi. Ofisi ya kijeshi na ya kigeni ya Pakistan na ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ya Saudi Arabia haikujibu maombi ya maoni juu ya kutumwa huko. Masharti kamili ya makubaliano ya ulinzi yaliyotiwa saini mwaka uliopita ni siri, lakini pande zote mbili zimesema zinahitaji Pakistan na Saudia kuja kutetea kila mmoja inapotokea shambulizi. Waziri wa ulinzi Khawaja Asif hapo awali alidokeza kwamba inaiweka Saudi Arabia chini ya mwamvuli wa nyuklia wa Pakistan. Kulingana na vyanzo, Pakistan imetuma kikosi kamili cha takribani ndege 16, nyingi zao zikiwa ni wapiganaji wa F-17 zilizotengenezwa kwa pamoja na Uchina, ambapo zilitumwa Saudi Arabia mapema Aprili. Maafisa wawili wa usalama walisema Pakistan pia imetuma vikosi viwili vya ndege zisizokuwa na rubani. Vyanzo vyote vitano vinasema kupelekwa kunajumuisha karibu wanajeshi 8,000 na ahadi ya kutuma zaidi ikiwa inahitajika, pamoja na mfumo wa ulinzi wa anga wa HQ-9 wa China. Vifaa hivyo vinaendeshwa na wafanyakazi wa Pakistan na kufadhiliwa na Saudi Arabia. Maelfu ya askari, wanajeshi na wanajeshi wa anga waliotumwa wakati wa mzozo wa Iran na Israel na Marekani kimsingi walikuwa na jukumu la ushauri na mafunzo, kulingana na maafisa wawili na wa usalama ambao walikuwa wameona mazungumzo kati ya nchi hizo mbili na hati juu ya kutumwa kwa mali za kijeshi. Kutumwa huko kunaongeza maelfu ya wanajeshi wa Pakistan wenye jukumu la kivita ambalo tayari lilikuwa katika ufalme huo chini ya makubaliano ya awali, maafisa wote watatu wa usalama wanasema. Mmoja kati ya vyanzo vya serikali ambavyo havikutajwa vimesema kuwa makubaliano ya siri ya ulinzi yanatoa uwezekano wa hadi wanajeshi 80,000 wa Pakistan kutumwa Saudi Arabia kusaidia kulinda mipaka ya ufalme huo pamoja na vikosi vya Saudia. Saudia ilianzisha mashambulizi mengi ambayo hayajatangazwa dhidi ya Iran. Maafisa wawili wa usalama walisema makubaliano hayo pia yanahusisha kutumwa kwa meli za kivita za Pakistan. Shirika la habari la Reuters halikuweza kubaini kama kuna yeyote aliyefika Saudi Arabia. Kiwango cha muundo wa kupelekwa kwa ndege za kivita, ulinzi wa anga na maelfu ya wanajeshi inamaanisha kwamba Pakistan imetuma zaidi ya ujumbe wa ishara au ushauri, vyanzo vinasema. Shirika la habari la Reuters hapo awali limeripoti kuwa Pakistan ilituma ndege nchini Saudi Arabia baada ya mashambulio ya Iran kugonga miundombinu muhimu ya nishati na kumuua raia wa Saudia, na hivyo kuibua wasiwasi kwamba ufalme na Ghuba unaweza kulipiza kisasi kikali na kupanua mzozo huo. Haya yalifanyika kabla Islamabad kuibuka kama mpatanishi mkuu wa vita na kusaidia kusuluhisha usitishaji wa mapigano kati ya Washington na Tehran ambao umefanyika kwa wiki 6 zilizopita. Islamabad ilikuwa mwenyeji wa duru pekee ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran hadi sasa, na ilikuwa imepanga duru zaidi ambazo pande zote zilisitisha. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Saudia ilianzisha mashambulizi mengi ambayo hayajatangazwa dhidi ya Iran ili kulipiza kisasi mashambulizi yaliyofanywa ndani ya ufalme huo. Pakistan imetoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kupeleka mafunzo na ushauri, wakati Riyadh imeingilia mara kwa mara kusaidia Islamabad kifedha wakati wa mkazo wa kiuchumi. Hata hivyo, Pakistan inadaiwa pia kwamba ndio taifa ambalo limezuia Saudi Arabia kutoruhusu kwa mara nyingine tena Marekani kutumia eneo lake kama sehemu za kambi za kijeshi ili kuishambulia Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.